Uko vizuri? Niko vizuri. Poa kabisa. Fresh. Huyu ndo mwanao sana. Mimi so huyu tu watu kibao wanangota na. Ni mtu namna gani? Yaani kwamba bwana Huyu awe anashuhudia kwamba mtu wa masiara sana. Sasa unajua Zanzibar. Kwa masiara sana, kuna feia, hatari, kina buya. Kitu gani unakipenda kutoka kwake? Urefu wake, anasaidia juu huyu, akipigwa kona huyu juu ananisaidia sana. Bwana mimi nataka kujua wewe malengo yako katika huu msimu ni yapi? Malengo yangu ni kufanya vizuri na kuiweka timu katika sehemu nzuri na kufanya vizuri kiujumla. Yaani kila mchezaji ana malengo yake, lakini wangu mimi ni kuisaidia timu kukaa katika nafasi nzuri, hasa kwenye upande wa kufunga, kwa sababu ndo plani yangu kubwa. Umesema malengo yako ni kuisaidia timu kukaa katika nafasi nzuri. Vipi malengo yako mwenyewe binafsi wewe kama mchezaji? Mimi malengo yangu katika msimu huu ni kufunga magoli mengi ili niingie katika rekodi au katika wafungaji. Malengo yangu makubwa ndio. Unafikiri kwa namna ambavyo unacheza na namna ambavyo unavyojiona wewe mwenyewe malengo yako kwa huu msimu yanaweza kutimia? Yanaweza kutimia kwa sababu sasa ndio mwanzo na sijafeli, mechi ya 3 na goli moja, bado sijafeli. Bado niko vizuri kwa sababu wenye magoli mengi ni magoli mawili. Changamoto kubwa ambayo unahisi msimu uliopita ulifeli kutimiza malengo yako, msimu huu kwa namna ambavyo unaona utafiti? Changamoto kubwa msimu ulioisha ni injury. Niliumia, pita mechi 10 sijawahi kucheza. Ni mechi 10 nipo nje, kwa hiyo ilinilostisha katika namna gani vipi. Ila msimu huu nimeanza vizuri, mechi ya kwanza tu nimefunga. Kwa hiyo na imani nitatoa kile nilichokuwa nacho na nitaweza kufanya vizuri. Unapenda kucheza na mchezaji gani katika eneo lako kwa wewe? Yaani unahisi kabisa kwamba mchezaji fulani akiwepo lazima nitafunga tu. Kwa timu yangu. Kugombanisha watu, kwa maana mwalimu ndo anapanga. Siku yote unaweza kumkana huyu kafanya vizuri. Lakini huwezi kujua, unaweza kusema kwamba nikipangwa na fulani yule lazima tu mimi nitapata. Yoyote yule nitapangwa naye nitafanya vizuri. Yaani yoyote yule nitapangwa naye nitafanya vizuri. Umeluka kiunzi. Siwezi kusema atakuwa mchezaji fulani mtaje jina, nitakuwa napanga lineup ya kwangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo itakuwa sio kitu kizuri. Kitu gani ambacho nakipenda sana Saliboko ambacho watu wengine sisi hatujui? Kwenye maisha gani, labda kwenye mpira? Tuanze kwenye mpira. Kwenye mpira napenda sana yani kutazama. Actually kuacha kucheza, yani kutazama tu mpira wenyewe napenda. Hapo kwenye utazama, kwenye ligi ya Bongo mchezaji gani unamfuatilia sana na wewe kwa hiyo unamtazama kama kioo? Wawili wa kwanza Chama wa pili Faisal. Natamani siku moja ucheze na Faisal. Ikitokea nitashukuru Mwenyezi Mungu. Nitashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio wachezaji ambao nawakubali, viungo wazuri wanacheza vizuri. Hapa nasikumbuke vizuri, ila tetesi zilikuwepo za kwenda kwenye timu hizo, ila tuliendelea tu kwa tetesi basi mpaka leo. Kwa mfano sasa imekuja Simba ikaja na Yanga, ofa zote ziko mezani pale, utaenda wapi? Angalia sehemu mzigo umezidi sehemu gani ili niende nikachukua, sababu mpira ni mchezo wa muda mfupi. Kwa hiyo lazima uangalie baada ya mpira utafanya nini. Kwa hiyo uweze kuambiwa atakupa kiasi hiki, wale ukasema mimi na mapenzi na timu fulani nitachukua kiasi. Hamna, sasa hizi mimi nipo kazini, naenda kuchukua sehemu ambayo nitakuwa nimekubaliana nao vizuri. Kwa nini ambavyo unajiona malengo yako kwenda kucheza nje yakoje? Malengo yangu bado sijafeli kwa sababu nahitaji na mimi nifike malengo ya kucheza nje. Kwa hiyo bado naona bado na nafasi kubwa, nikiweza kupush kidogo na kupambana nitafikia hayo malengo nilojiwekea. Unaweza kuambia nini mashabiki wa Saliboko kuelekea kwenye huu msimu? Mashabiki waendelee kunisupport, waendelee kuja hata kama wanifuatilia mtandaoni, siku akipata nafasi waje uwanjani wanaangalia live. Naamini nami msimu huu nitaweza kuangusha. Lolote la kumalizia? Kwa kumalizia, tumejipanga sisi kama timu kutokana na mchezo ambao tunacheza tarehe 18. Tumecheza mechi kama 3, tumepoteza mechi 2, kwa hiyo hatupo katika nafasi mbaya wala tupo katika nafasi nzuri, kwa hiyo tuko 50-50. Tutajituma kwa kila mchezaji, hii mazoezi jinsi tunavyo play ili tuweze kupata matokeo katika mchezo huu unaokuja. Vipi lakini Mbeya City wametoka ku draw na Yanga Afrika, iwogopeshi? Hapana. Nakumbuka ni Polipoli Mwadui ashitoka kumfunga Simba, kuja pale tulimpa 2 Mwadui. Kwa hiyo Mbeya City katoka ku draw na Yanga, akija hapa sisi tutapambana kadri uwezo wetu tuweze kupata matokeo. Ndugu wa Tanzania, kama kawaida naitwa Bambo lile pundi ngome confirmed boss Luzilo Semagula zinkonge ni zibzichwalo au ni titino salendo. Chondi popote ulipo Mtanzania, usisahau kusubscribe Dosto Media. Subscribe kama folder.